Pia uchungu huzuia maombi na neema ya Mungu. Uchungu unapozaa kutokusamehe, unazuia mtiririko wa neema na msamaha wa Mungu maishani mwako. Uchungu wa roho, unapoweka uchungu ndani ya roho yako, utajikuta unashindwa kusamehe watu, maana ule uchungu uko ndani mwako, umeweka ndani mwako, na unashindwa kusamehe watu, unashindwa kuwa unaona watu wote wanaokuzunguka kwamba ni wabaya na watakutendea tu ubaya. Sasa wewe utaweka ubaya juu ya wote wanaokuzunguka. Kwa hivyo, na pia itazuia maombi na neema juu yako, maana unaposhindwa kusamehe mtu, naye Mungu anashindwa kukusamehe na wewe, na unazuia neema ya Mungu juu ya maisha yako. Unaomba lakini unashangaa maombi hayajibiwi au kupati haja ya moyo wako. Pia inampatia shetani nafasi. Inampa shetani nafasi. Maana Biblia inasema usiruhusu jua lishuke ukiwa bado una hasira, na usimpe ibilisi nafasi. Uchungu wa muda mrefu mlango wazi kwa adui kulete uharibifu zaidi. Uchungu wa muda mrefu ni rahisi sana adui kuingia, maana ni mlango uliofungua kwa adui kuingia na kufanya kazi ndani ya maisha yako. Kwa hivyo jizuie na uchungu, na kama ni mtu aliyekutendea jambo, msamehe na uachie, ili uweze kupaa moyo wako amani, na Mungu aweze kujibu maombi yako, na neema ya Mungu iwe juu yako na kizazi chako, na pia mahusiano na wengine. Ukiwa ni mtu wa uchungu wa roho, utajikuta kila mahali unakosana na watu. Mtu anaweza akakuongelesha vizuri, lakini ukamjibu kwa hasira. Kwa sababu gani? Umeweka uchungu ndani ya moyo wako. Na pia uchungu inakuzeesha, inakufanya mwili wako wewe ni miaka ni midogo, lakini unaonekana ni mtu mwenye miaka mingi, kwa sababu mwili umedhoofika, kwa sababu moyo umeujaza vitu viovu, moyo umeujaza mambo machafu, moyo umeujaza watu. Unaona, mtu yule hakunifanyia haki, mtu yule hakunitendea jema, mtu yule amenikosea hili, mtu yule amenifanyia hili. Sasa umebeba vitu vyote ndani ya moyo wako, na huo moyo ndio wenyewe unapampu damu, na ndio unafanya mwili wako uwe healthy, uwe na afya njema. Sasa huo mwili unaufanyia kubebea watu, kubebea vitu ambavyo havistahili. Mwisho unajikuta mwili wako unadhoofika, unaonekana ni mtu mwenye unakula vizuri, lakini maisha yako yanaonekana ni maisha mabaya, unaonekana ni mtu ambao umechoka sana. Kwa hivyo uchungu wa roho utakusababishia madhara, utakusababishia pia magonjwa. Utajikuta unaugua mara kwa mara. Kwa sababu gani? Umeweka uchungu ndani yako, umeweka uchungu, uko na uchungu mwingi ndani ya maisha yako. Kwa hivyo pea moyo wako furaha, pea moyo wako amani, ili uweze kupata nguvu na uweze kusaidika. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom.